السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معشر المسلمين، فلقد أخرج الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن معاوية بن صالح عن ضبنة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رحمه الله تعالى أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ndugu zangu Waislamu, mnakumbuka katika Ijumaa iliyopita tulianza maudhu kwa kutoa utangulizi wake. Maudhu hii tuliita au tuliipa jina lisemalo i'lamu
الجاحد والمعترف بكثرة محاسن الدين الإسلامي kumfahamisha kufikisha habari kwa kila aliyempinzani na mwenye kukiri kuhusiana na wingi wa mazuri ya dini ya Kiislamu. Hii ilikuwa ni maudhui yetu katika khutba iliyopita, na tukaahidi kwamba maudhui hii itakuwa ni ya kuendelea katika khutab kadhaa. Na leo walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafiq kutupa umri na afya, na tukaweza sasa kupana katika membari hii kwa ajili ya muendelezo huo. Nukta ambayo tuliahidi kwamba tutaanza kuiongelea katika aljumaa hii ni kuanza kutaja sasa hayo mahasin ambayo Uislamu umekuja nayo, na hii ni baada ya kuweka utangulizi mzuri wa kuandaa kuyafahamu haya ambayo tutayazungumza katika kuyataja na kuyahesabu baadhi ya mazuri ambayo dini yetu ya Kiislamu imekuja nayo. Leo insha Allah taala namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe kuyazungumza mambo mawili muhimu miongoni mwa mengi ambayo tutayazungumza insha Allah taala kupitia membari hii au katika minasabati mingine. Mambo haya mawili ni miongoni mwa yale mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo. Ayuha nas ibadallah, inna min jumlati mahasin ad-din al-islami ala sabil al-mithal lal hasr, miongoni mwa mambo ambayo yanahesabika kwamba ni katika mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo, na hapa nitataja kama mfano, na haina maana kwamba nitayadhibiti yote katika hutuba hizi. Miongoni mwa hayo ni hili lifuatalo: inna al-islama ayuha an-nas huwa ad-din alladhi radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi waja'alahu dinan kamilan shamilan lijami'i masalih al-khalq fi dunyahum wa ukhrahum. Fahamuni ndugu zangu waislamu, miongoni mwa mazuri ya dini hii ni kwamba dini ya Kiislamu ni dini pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwa waja wake, bali akaijalia dini hii ni dini iliyokamilika. Kadhalika ni dini iliyokusanya, iliyobeba ndani yake kila chenye maslahi na viumbe katika dunia yao na akhira yao. Hili ni moja kubwa ambalo dini yetu imekuja nalo. Al-Islam dinun kamil, dinun shamil. Uislamu ni dini iliyokamilika, haina upungufu katika nyanja yoyote. Popote ambapo utapazungumza wewe panapohusu maisha na maslahi ya viumbe, utaukuta Uislamu ushakutangulia na kutia mkono hapo, ukatoa maelekezo. Kama ni amri ukaamrisha, kama ni kukataza ukakataza, kama ni kupendezesha na kuraghibisha ukafanya. Hakuna eneo lolote lenye upungufu katika dini hii ya Kiislamu. Lakini kama vile haitoshi, dini ya Kiislamu ni dini iliyobeba kila lenye maslahi na viumbe. Hukosi chenye maslahi ndani ya Uislamu, na hakuna lenye madhara
ambalo limeacha kukatazwa na kukemewa na Uislamu. Huu ndio uhalisia wa dini yetu. Haya tunayazungumza kwa kutegemea adilla min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min aqwali salafi wal a'imma. Haya tunayoyasema twayasema kwa kuegemea msingi madhubuti wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, kadhalika na as-sunna as-sahiha za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tunaegemea katika maneno yaliyonukuliwa yakaandikwa na kuhifadhiwa kutoka kwa salafu waliotutangulia katika dini hii na maimamu wetu wakubwa wa dini, wote wameyashuhudia haya. Tutaje baadhi ya adilla katika kitabu, kadhalika tutataja baadhi ya adilla katika sunna kutilia nguvu haya ambayo tunayasema. Katika dalili za kuonyesha kwamba dini yetu imetimia ni aya zilizokuja katika suratul Maida. Nitataja sehemu za aya hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Leo hii wamekata tamaa, wametayari na kukata tamaa, wameshindwa wale waliokufuru min al-yahudi wan nasara wal mushrikin, wamekata tamaa na dini yenu kwamba hawaiwezi tena, iko juu ya uwezo wao. Kwa hivyo Allah anatuambia msiwaogope wao makufar, na niogopeni mimi, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akaendelea kusema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Taamal hadhihi al-ayat, hebu zingatia kwa makini hizi ayat za Allah subhanahu wa ta'ala na utafakari vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza kwamba dini yake imekamilika, al-Islam, na neema ambazo zimekuja kupitia Uislamu zimetimizwa, bali Allah subhanahu wa ta'ala yuradhi Uislamu kuwa ndio mila yetu na ndio dini yetu. Hii ni aya nzito sana yenye maana kubwa sana, na ni katika neema kubwa ambazo Waislamu wamepewa katika dini yao. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya katika sahihi yake kupitia sahabi Tariq ibn Shihab. Huyu anatajwa na baadhi ya ulama ni katika sighari sahaba. Tariq ibn Shihab radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lakini ni kisa kirefu. Asema, jaa rajulun min al-yahudi ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, siku moja alikuja mtu mmoja katika Mayahudi. Ar-rajul huna mubham kwenye riwaya hii, lakini baadhi riwayat dhakaratuhu bismihi, baadhi ya riwayat zimemtaja kwa jina lake, na hata al-Hafidh bin Hajar ambaye amesherehesha baadhi ya matamko ya hadithi hii yaliyotajwa na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, akamtaja mtu huyu kwamba alikuwa ni Ka'bul Ahbar kabla ya kusilimu kwake. Kwa hivyo alikuja mtu mmoja katika Mayahudi kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akasema kumwambia Umar, ya amira almu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha
kuna aya moja kwenye kitabu chenu hicho mwaisoma sana, lau kana alaina ma'ashara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Lau ingelikuwa aya hiyo ni kwetu sisi kikundi cha Mayahudi imeshuka aya hiyo, tungeifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Eid. Al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath anasema qawluhu latakhadhna dhalika al-yawma 'ida ay la'azzamnahu waja'alnahu 'idan lana fi kulli sanatin li'idhami ma hasala fihi min ikmali din. Al-Hafidh alayhi rahmatullah asema kauli yao hawa al-yahudu kwamba tungeifanya siku hii ni siku ya Eid, kwa maana wangeiadhimisha siku hiyo na wakaifanya ni idi yao kila mwaka. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho kilipatikana katika siku hiyo katika kukamilika dini. Sasa Myahudi huyu amwambia Umar maneno haya, faqala Umar ayatu ayatu, ni aya gani hiyo ambayo mngeifanya Eid? Akamsomea aya hiyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. faqala Umar radiyallahu ta'ala anhu wallahi inni la a'lamu المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات يوم جمعة. na hapa kwa Allah mimi ninafahamu sehemu ambayo aya hii ilishuka, naijua, hatujaghafilika na dini yetu sisi, bali naifahamu siku ambayo aya hii ilishuka. Aya hii ilimshukia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika viwanja vya Arafat akiwa haji, katika hija pekee aliyohiji Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hajjatul wadaa, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo aya hii ninaifahamu vizuri. Ashahid min dhikri hadha alhadith wa hadhihi alqissa ni kuonyesha kwamba suala la kwamba dini yetu imekamilika lilikuwa likionewa wivu na kufaa katika Mayahudi na wengine. Lau wangelipata wao katika maandiko yao yaliyochezewa kwa kutiwa mikono ya wapotoshaji mfano aya hii, ingelikuwa ni sikukuu. Hii ni i'tirafu kutoka kwao kwamba katika mila yao na dini yao kuna mapungufu makubwa, lakini neema ya kukamilika dini imekuja katika Uislamu. Ayuha nnas ibadallah, hii ni mojawapo ya ayat ambazo zaonyesha kwamba dini yetu imekamilika. Bali Allah ametuambia akizungumzia kitabu chake Al-Qur'an, kitabu ambacho ndiyo chimbuko mama la dini yetu, msingi wa kwanza wa mafundisho ya Kiislamu, Al-Qur'an. Allah ameizungumzia Qur'ani akisema wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Allah anatuambia wanazzalna alayka alkitaba, na tumeshusha kwa wewe Muhammad kitabu. Mufassirun wanatuambia kwamba kitabu hapa ni Al-Qur'anul Azim, na tumeshusha kwa wewe Muhammad kitabu Al-Qur'an tibyanan likulli shay, kikiwa ni ubainifu, bayana ni ubainifu wa kila kitu, kila ambacho chahitajika kubainishwa kimeshushwa na Qur'an. Wa hudan, lakini hiyo Qur'ani ni muongozo wenye kuwatoa watu kwenye dhalala na kuwaleta kwenye nuru, lakini ni rahma kwa wale wa kweli walioamini, lakini ni bushra, ni bishara hiyo Qur'ani kwa Waislamu. Hizi ni baadhi ya ayat ambazo zinaashiria ukamilifu wa dini yetu hii ya Kiislamu, na hii ni neema kubwa. Bali nikiacha upande wa hizi ayat, nirudi katika baadhi ya hadithi na athar
zikilizungumzia jambo hili la ukamilifu wa dini. Nimeitaja kwa riwaya aliyoisimulia al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Lafudhi hili pengine likawa ni geni kwa baadhi ya watu, lakini lafdhi hili limethibiti katika sunan Ibn Majah, na al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala amelisahihisha fi sahiha. Ukisoma hadithi nambari 937, al-Imam Ibn Majah ametaja isnad mpaka kufikia kumtaja Muawiya ibn Salih. فقال عن معاوية بن صالح عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. أنا سيما عبد الرحمن بن عمرو السلمي أممسكي العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه أكسيما alitukhutubia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana alitupa mawaidha, alitupa khutba nzuri iliyomgusa kila mmoja wetu, kwa namna khutba ile ya Mtume alayhi salam ilivyokuwa nzito. Anasema ar-rawi radhiyallahu ta'ala anhu, dharafat minha al-uyun, yalibubujika machozi kwa khutba ile macho, wa wajilat minha al-qulubu, na ziliogopa kwa khutba ile nyoyo. Fakulna ya Rasulullah, tukasema sisi ewe Mtume wa Allah, inna hadhihi la maw'idhatu muwaddi'in, hakika mawaidha haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Famadha ta'had ilaina, ni kitu gani unakihusia kwetu? Yaonekana haya ni mawaidha ya mwisho mwisho ya mtu mwenye kuondoka, watuhusia nini? فقال عليه الصلاة والسلام وهنا محل الشاهد, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad taraktukum ala albayda, qad taraktukum ala albayda, nimekuacheni katika weupe. Baadhi hutaja almahajja, wanawachuoni baadhi wa hadithi wanakosoa lafdhi hili. Qad taraktukum ala albayda, nimekuacheni juu ya weupe, mng'ao kabisa wa dini. Dini iko wazi, yapendeza, haitatizi. Lailuha kanahariha, usiku wake huo mng'ao ni kama mchana wake. Huwezi kutofautisha mchana na usiku kwa ule ukubwa wa mwangaza. Ndivyo dini ilivyo, mafundisho yake makubwa na madogo, yale ya ndani na yale ya dhahiri yako wazi kwa namna yalivyoyafikisha na kuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itabakia tu ni amru nisbi, kuna kitu ukijui wewe unakijua wengine, ukiuliza utaambiwa. Shifaul ayyi sual, pozo ya mjinga ni kuuliza, lakini hakuna lenye kutatiza katika Uislamu wetu. Lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik, hatopotea na kuiacha dini na njia ya sawa baada yangu isipokuwa mpotevu, mtu aliyehukumiwa kuangamia. Lakini mafundisho yako wazi. Kisha akawaambia, fa innahu man ya'ish minkum, hakika mambo yalivyo, yule ambaye atapata umri wa kuishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi, mizozo, huyu asema hili, huyu asema lile, huyu ambiwa hili ni sunna alikanusha, huyu ambiwa hii ni bid'a aingangania na kuitetea. Ikhtilafu zitakuwa nyingi. Fa alaykum bima araftum min sunnati, lazimianeni na kile mlichokijua katika sunna yangu. Unzur hadhihi alwasiya, wasiya an-nabawiyya, barakallahu fik. Lazimianeni na kile mlichokijua katika sunna wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na kile ambacho mmekijua katika sunna za makhalifa wangu waongofu, al-khulafa al-arba'a, Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu wa Uthman wa Ali. Kile ambacho mmekijua kutoka hawa kishikeni, adhu alaiha bin nawajid,
kiumeni hicho cha haki ambacho mmekijua kwenye machimbuko hayo, kiumeni kwa an-nawajid al-adras wad-dawahik, kiumeni kwa yale magego, yale meno makubwa ya kuchekea, kiumeni, kishikeni madhubuti. Kisha akaeleza Mtume alayhi salam, wa alaykum bitaa, na ni wajibu wenu kulazimiana na kuwatii watawala, wa in abdan habashi, hata kama akiwa huyo mtawala mwenye kustahiki kutiiwa kwa taratibu za Kiislamu ni mtumwa wa Kihabeshi, mtumwa mweusi, hata kama akiwa hivyo, muda wa kuwa ndiyo mtawala aheshimiwe na atiiwe. Kisha akasema maneno makubwa ya kumalizia hadithi hii, innamal mu'minun, hakika mu'mini kaljamalil anifi haithuma qidan qad, hakika si vinginevyo mu'mini ni kama ngamia aliyefungwa kamba katika pua yake. Yakulu al-Hafidh, na baadhi ya shurah ambao wamepitia matamko haya wanasema kaljamali al-anifi ay alladhi ju'ila az-zimamu ala anfihi fayajruhu man yasha min saghirin wa kabirin ila haythu yasha, ni yule ambaye ametiwa kamba katika pua yake, avutwa tu na mtu yoyote, hana ukorofi tena. Basi muumini ni kama ngamia aliyetiwa kamba kwenye pua yake, haithuma aqid ay haithuma siq, kila anapoelekezwa na kupelekwa inqad, kufuata yeye. Ndivyo alivyo muislamu muumini kwenye as-sunna, haminyani wala hazozani, ni kukubali na kufuata. Si hili tu, barakallahu fikum, al-Imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake, anayo musnad, ameitaja riwaya kupitia njia ya Abdurrahman ibn Qais, Abdurrahman ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, tabi'i jalil al-Kufi. Riwaya hii bwana huyu asimulia kutoka kwa Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qalu li Salman, Abdurrahman bin Yazid rahimahullahu ta'ala anasema, qalu li Salman, walisema watu kumwambia Salman al-Farisi, qad allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kulla shay'in hatta al-khira'ata, hivi amewafundisha mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila kitu mpaka al-khiraa, adabu qada'i al-haja, mpaka adabu za kukidhi haja pia mmefunzwa hilo. Qad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla shay'in hatta al-khiraata. Faqala radiyallahu ta'ala anhu, akasema Salman al-Farisi akiwajibu, ajal, ndiyo, qad allamana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an la nastaqbila alqiblata lighaitin au bawlin, ametufundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusikielekee qibla wakati wa kukidhi haja kubwa au haja ndogo, au an nastanjia bilyamin, na vile vile ametukataza sisi kustanji, kujisafisha kutokana na uchafu wetu kupitia mkono wa kuume, au nastanji biaqalla min 3 ahjari, na pia akatukataza kustanji, kujisafisha kwa kilichokuwa kichache zaidi kuliko mawe matatu. Basi kama ni uchache ni mawe matatu, si chini ya hapo. Au an nastanjia biraji'in, au ametukataza tusije tukajisafisha kutumia vinyesi vya wanyama, rauthul hayawanat, au bi'adhmi, au tukastanji na kujisafisha kupitia mifupa, kwa kuwa mifupa ni chakula cha ndugu zetu majini, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayati, tukakatazwa kustanji kwa mifupa. Ashahid,
anakubali Salman al-Farisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameufunza umma huu kila kitu, hata vile vidogo vya kudharauliwa na baadhi ya watu, mambo ya chooni, mambo ya kukidhi haja, waweza ukayadharau hayo, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa amana ya dini hii ameyafunza hayo. Sikwambie hayo makubwa hali ikoje, mambo ya aqaid, mambo ya ibadat, mambo ya hukuk, mambo ya muamalat. Sikwambii katika nyanja hizo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yako kiasi gani. Ikiwa haya madogo madogo haya hakuyapuuza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alislamu neema, hilo hulipati katika milali nyingine. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi al-Musnad kaitaja riwaya Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Dharr, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wama ta'irun yuqallibu janahihi fi as-samaa illa wa yudhakkiruna minhu ilma. Kwa hakika ametuacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna ndege yoyote ageuzaye mbawa zake huko angani, ndege mwenye kupaa huko angani hayupo isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitufahamisha ilmu kuhusiana na ndege huyo, ni wa halali ni wa haramu, ana ahkamu gani za kisheria, na huu ni mfano. Kwa maana hakuacha kuwafunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mambo muhimu ya dini. Hizi adilla au baadhi ya dalili kutoka kwenye kitabu na baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aqwali za baadhi sahaba zathibitisha haya tunayoyasema, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika neema aliyotupa sisi waislamu ni kuijalia dini yetu ni dini iliyokamilika, iliyokusanya kila jambo, yale makubwa na madogo yote yamefunzwa. Kabla ya kutoa maelezo na mifano katika nukta hii, hebu niisome kwenu kauli iliyonifurahisha baada ya kuiona. Kauli hii ameizungumza al-Imam al-Humam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ukisoma kwenye kitabu hichi kwa chapa niliyotazama, juzuu ya 4 kuanzia ukurasa wa 375 mpaka ukurasa wa 376, anasema Ibn al-Qayyim Muhammad ibn Abi Bakr Abu Abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa akizungumzia kadhia kukamilika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala fi bayani kamali sharia, amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala akizungumzia ukamilifu wa sheria yetu. Faqala rahimahullahu ta'ala wa hadha al-aslu min ahammi al-usuli wa anfa'iha wa huwa mabniyun ala harfin wahidin, na msingi huu ni miongoni mwa misingi muhimu zaidi na yenye manufaa zaidi, na msingi huu umejengwa juu ya herufi moja, yani ala qaulin wahid, juu ya kauli moja. Ni ipi? wa huwa umumu risalatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam binisbati ila kulli ma yahtaju ilayhi al-ibadu fi ma'arifihim wa ulumihim wa a'malihim. Kauli hiyo ni kama ifuatavyo: kuenea risala yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kila ambalo wanalihitajia waja katika elimu zao na maarifa ambayo wanayataka na katika matendo yao. Sheria aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam imeyakusanya yote haya. Wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin ba'da, na kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuhitajisha umma wake
kumhitajia yoyote baada yake yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inma hajatuhum ila man yuballighuhum anhu ma jaa bihi, na hakika si vinginevyo haja yao umma wa Muhammad ni kumpata yule ambaye atawafikishia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyokuja nayo. Wanahitaji mtu wa kuwabainishia. Mtume alayhi salatu wasalam ashaifundisha hii dini, ishapikwa ikaiva. Mwahitaji watu wa kupakulia tu, sio kuminyana na kutafuta vitunguu mkaanza kumenya mkatafuta hiki, la, bali wanahitaji mtu wa kuwafikishia yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi akasema aliyoyasema ila anqal, mpaka katika kusema fala yakhruju naw'un min anwa'i alhaq alladhi tahtaju ilayhi al-umma fi ulumiha wa a'maliha amma jaa bihi. Asema haitoki sampuli yoyote miongoni mwa sampuli za haki ambayo umma unaihitajia haki hiyo katika elimu ya umma huo na matendo ya umma huo. Hakuna haki yoyote itatoka nje ya kile ambacho kaja nacho mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema rahimahullahu ta'ala, waqad tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amefariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama ta'irun, na hakuna ndege yoyote yuqallibu janahaihi, mwenye kuzigeuza mbawa zake fi samaa, mbinguni, illa dhakara lil ummati minhu ilma, isipokuwa alitaja kuutajia umma elimu ya ndege huyo. Wa allamahum kulla shay'in, anasema Ibn Qayyim, na akawafunza kila kitu, hatta adab at-takhalli, mpaka adabu za ukizi haja, wa adab al-jimai, na adabu za kujamiiana, namna gani ustarehe na mkeo, wanaumi, adabu za kulala, walqiyami, adabu za kusimama, walqu'udi, adabu za kukaa. Akawafundisha walakli, adabu za kula, washurbi, adabu za kunywa, warukubi wanuzuli, akawafundisha adabu za vipando. Vipi mpande vipando? Hamkurupuki tu kudandia magari, mapanda vipi vipando vya aina mbalimbali, na vipi mwashuka, mseme nini wakati wa kupanda na wakati wa kushuka. Ayasema hayo mtume alayhi salam, bali akafundisha adabu za as-safar wal-iqama was-samt wal-kalam. Akawafundisha pia utaratibu wa kunyamaza na utaratibu wa kuzungumza. Lipi alizungumze mu'min, wakati gani yazungumze, kumwambia nani, kwa lugha gani, na wakati gani yanyamaze. Hayo kayafunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal-ghina wal-faqr, akawafundisha utajiri na ufakiri. Wasiha walmarad, akawafundisha adabu za mtu anapokuwa na afya, namna ya kuitumia, na adabu za mwenye kuumwa, mwenye maradhi. Bal wa jamii ahkami alhayati walmaut, bali akawafunza mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yote, ahkamu zote zenye kufungamana na uhai wa watu na mauti yao. Kipi kimetoka hapa? Kisha akaendelea Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kwa maneno yake haya matamu kabisa, akisema wa bil jumla, na kwa ujumla wa mambo, fajaahum bi khairi dunya wal akhirati bi rummatihi, kwa ujumla wa mambo amewajia mtume alayhi salatu wasalam hawa waja kwa khairi za dunia na akhira kwa ujumla wake. Bi rummatihi ay bi jumlatihi, kwa ujumla wake. Walam yuhwijuhum Allah ila ahadin siwa, na Allah hakumuhitajisha yoyote kumuhitajia mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema fa kaifa yudhan anna shari'atahu alkamilata allati ma taraka alalama shari'atun akmalu minha naqisatun. Vipi patadhaniwa, fa kaifa yudhan, vipi patadhaniwa anna shari'atahu, kwamba sheria yake mtume sallallahu alaihi wasallam alkamila, iliyokamilika, allati, sheria ambayo ma taraka alalama, haijapatapo kuingia katika ulimwengu, shari'atun, sheria yoyote, akmalu minha, iliyokamilifu kuliko hii ya Muhammad, naqisatun. Hii ni habari ya yule anna shari'atahu. Vipi utadhani kwamba sheria yake hii ina mapungufu, sheria ambayo haijawahi kutokea katika ulimwengu? Hakuna aliyekuja na sheria kama hii. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Qayyim
rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in. Amma ba'd, ayuha an-nas ibadallah. Sasa ndugu zangu, baada ya hizi nukuu za kisheria, mtakubaliana nami kwamba hakuna neema kama hii, hakuna uzuri wa dini kama huu, kuwa ni dini ambayo mafundisho yake yamekamilika. Na hapa sasa tunao wajibu wa kuhoji baadhi ya maswali, tukiwahoji walio nje ya Uislamu na hata wale walio ndani ya Uislamu. Hivi ndugu zangu, hamtoshwi na haya yaliyoletwa na Uislamu? Ikiwa dini yetu imefunza kila jambo na ikaliweka mahala pake, basi haya yaliyokuja na dini hayawatoshi? Na swali hili tutawaelekeza kwa baadhi ya Waislamu min ahli albid'i wal khurafat, miongoni mwa watu wa bid'a na mambo ya kuzua. Bid'a za nini? Dini yetu imefunzwa kinaga ubaga, yaliyo ndani ya dini, yale yaliyothibiti yatushinda. Tukisema tuminyane nayo, ibada za usiku na mchana, taat, alqurbat, hatuyawezi yaliyo ndani ya dini. Mwatuletea mengine tena magumu. Sasa miongoni mwa watu ambao wanauchafua Uislamu, pengine wajua au hawajui, ni ahlul bid'ah, ni watu wa bid'ah. Kwa sababu wenye kuzua, kama wanavyoeleza ahlul ilm, yoyote mwenye kuzua anayo madai, ni mamoja ameyadhihirisha au hakuyadhihirisha, ni mamoja ajua hilo au hajui, anayo madai kwamba risala hii ina khiana. Mtume alayhi salam amefanya khiana ya risala, ya ujumbe. Kuna mambo kadha wa kadha yalitakiwa yawepo, hayapo, kwa hiyo ayaleta yeye. Ayuha nas, ndugu zangu Waislamu, tawaambia Waislamu wenzetu wenye kuzua, dini yetu haijadiliwi mezani zikakusanywa rai, watu wakatoka na kauli moja kwamba kuanzia leo utaratibu ni huu. Mambo hayo yapo kwa makafiri wasiokuwa na mwongozo, wale ambao dini zao zimechezewa wakaiacha kuifuata dini ya haki. Wao ndio wana makubaliano ya mezani, na nyinyi mwasikia katika makubaliano mengi tu, na baadhi yao wamekiri wazi kwamba kuna mafundisho kadha wa kadha wao hawana. Amsikii mizozo katika dini yao kwa baadhi ya madhehebu ya kikafiri ambayo yanajizuilia, wale viongozi wao hawaoi kwa kazi ya kutumikia dini, wale mapadri wao na makasisi hawaoi. Leo wana mijadala katika baadhi ya vituo vyao, katika baadhi ya nchi zenye kufuata madhehebu yao, kuna mijadala mikubwa. Hawa viongozi wetu mapadri waoe wasioe, wengine wajituma, tunataka kuoa bwana, tutateseka bwana. Nyinyi mnafikiri mchezo ni? Hamna kuoa, hamna, hakuna. Anataka kuoa atoke nje akatafuta kazi zingine, kuwachunga wana wa kondoo kutakiwa subra. Hamna kuoa, watu wanateseka. Kwa nini imefikia mahali wanaanza kujadili jambo hili? Halina mafundisho, limewekwa tu na mabwana wakubwa. Sasa lawaumiza baadhi ya watu, maana pengine kuna wakweli, kuna watu hawawezi kufanya uchafu. Naam, inawezekana kwa baadhi ya makafiri wako watu wenye kujihifadhi, hawawezi kufanya mambo ya uchafu. Wanaona kwa nini tusioe ya kesha? Kizaazaa cha nini? Hakuna. Wengine ni majitu maovu, humo pana wake zao. Hao watumishi wao pengine ni wake zao wasiokuwa halali. Mgogoro huu umeibuka, na migogoro mingi inaibuka sasa, kuona kwamba hapana, mbona mnatupeleka hivi?
Kwa sababu gani? Wamekwenda nje ya mafundisho. Hapa Tanzania niwakumbushe, miaka kadhaa iliyopita kwenye sakata la uchinjaji kule Mwanza ilitokea vurugu na baadhi ya watu wakafa. Nani achinja, nani asichinje? Mpaka pakaundwa jopo ikaitwa kamati ya amani. Jopo hili au tume hii ilikusanya viongozi mbalimbali wa dini katika madhehebu mbalimbali, walitumwa kwenda kuzungumza kadhia hii, wakazungumza wakafikia muafaka, na alhamdulillah vurugu zile zikesha, ikawa watu hawauani tena. Alhamdulillah, tunashukuru. Ilikuwa ni balaa, sisi pia hatukupenda hali ile. Lakini mmoja katika viongozi wakubwa wa dhehebu fulani kubwa la nchi hii alizungumza kwa sauti, wenye kufuatilia mambo wajua, akitoa mtazamo wake kwenye kadhia ile, nani ya kuchinja nani asichinje. Akasema toka kabla ya uhuru wenye kuchinja katika nchi hii ni Waislamu, kwa kuwa tumeona wenzetu sheria yao ina utaratibu mzuri wa kuchinja. Hata mimi kichinjo ambacho anakichinja Muislamu nakipenda zaidi, kwa kuwa anajua kule kwao ni kunyonga, hakuna mafundisho kuchinja. Wenzetu wana utaratibu mzuri wa kuchinja, kuanzia namna ya kumwandaa mnyama. Huyu mwenye kuchinja ana sifa gani? Sio kila mtu tu akurupuke na kuchinja, hata mwehu. Kabla ya kuchinjwa uhakikisha ile ala ikoje, ina makali ya kutosha, umchinje kwa staha na utaratibu na huruma. Asema haya hatuna, wenzetu wanayo. Na hili ni kweli. Wako baadhi ya Wakristo wanapendelea zaidi kichinjo cha Muislamu kuliko kuchinja yeye, kwa ile imani ya kwamba hawa wajua kuchinja. Hii ni mifano midogo midogo ya watu waliokiri. Sasa dini yetu sisi waliokuwa nje kwenye baadhi ya maeneo wanayakubali haya kwamba ni dini iliyokamilika, mafundisho yake ni mafundisho bora. Hata wengine hivi karibuni wamezungumza maneno kwa mtu mwenye kujua mambo, ameunga mkono Uislamu na kuutia nguvu. Yuko mchungaji mmoja wa haya makanisa mapya ya kilokole, kazungumza maneno yameenezwa kwenye mitandao ya kijamii, si siri, sisi tumeyapata huko, akizungumza ukweli. Mwenyewe adai kwamba amefanya research kwamba Waislamu wanaongezeka kwa kasi katika dunia, na baada ya miaka 50 ijayo tunahofia kwamba dunia hii ikawa ni Islamic State. Anasema hivyo. Kwa nini? Anayazungumzia yale mafundisho ya kuzaa, kwamba Waislamu wanazaa sana. Wakati huo sisi hatuzai, tumekaa uzazi wa mpango, kupanga uzazi, maisha magumu, uzazi wa mpango. Wakati nyinyi mko kwenye hayo, wenzenu wanamwaga tena kuzaa, wanaoa wake zaidi ya mmoja. Kuna watu wana wake 3, 4, 2, ni kuzaa tu. Wakati wewe unazaa vitoto vyako viwili ukiogopa njaa, mwenzako ana 8, ana 18, na mnaishi naye maisha haya. Yule bwana anawazindua wenzie kwamba hawa wanazaa. Kisha akasema taifa lolote ambalo halina muendelezo wa kizazi litatoweka. Ikiwa nyinyi watu wawili, baba na mama, mkazaa watoto wawili na wawili wakazaa wawili, baadaye kizazi hicho kitakuwa hakipo. Na hili kweli, kama vile naambia zaeni. Sasa Waislamu, mchungaji wewe ufahamu, hawakukurupuka kuzaa sana, ni mafundisho yao. Tazawwaju takthuru, oweni muwe wengi, fa inni mukathirun bikumul umama yawma alqiyama, mimi nitajifakharisha kwa wingi wa umma siku ya kiyama. Bali Mtume alayhi salatu wasalam atuambia tazawwajul waluda alwaduda, oweni wanawake wenye kuzaa sana, wenye mapenzi. Fa inni mukathirun bikumul anbiya. Hakuelewa kwamba yale ni mafundisho ya dini yetu, yatufundisha hivyo tusiogope kuzaa. Ndiyo utaratibu wa Allah, ndiyo maumbile sahihi. Hatukuwaumba sisi hawa watoto, kawaumba Allah. Atashindwa kuwaruzuku? Ndivyo tunavyoamini sisi. Kwa akazungumza mambo mengi. Kwa hiyo anaona kwamba mkiendelea na utaratibu huo mnawapa nguvu wale. Baadhi ya nchi za Amerika huko na baadhi ya nchi za Ulaya wanaongezeka kwa kasi. Asema miaka 20 iliyopita Amerika ilikuwa ina Waislamu 800,000 peke yake.
leo pana waislamu milioni 10, asema yeye anahofia ile nguvu na kasi ya Uislamu inayoingia Ulaya kupitia wahamiaji ambao wanatoka kwenye nchi za Kiislamu ambao utamaduni wao ni kuzaa. Kwa hiyo watu kama hawa kizazi chao kitaendelea kuwepo na watakuwa na nguvu hapo baadaye. Haya hayakuja bure. Ndiyo uzuri wa dini yetu, ni mafunzo ya Kiislamu. Kashinda kutoboza tu kwamba jamani, dini yenye mwelekeo ambayo itabakia kuwepo, sote tutazama ni Uislamu. Na hii ni nukta itakuja kwamba al-ghalaba wadh-dhuhur lilislam. Nirudi kwa hawa wazushi. Ikiwa watu wa nje ya Uislamu wameyaona haya, wanayazungumza, na haya ni baadhi, pana mengi hawayasemi kwa sababu ya uadui waliokuwa nayo, lakini haya Allah amejalia wakayasema, na ni kweli yaonyesha nafasi na uzuri wa dini yetu. Wao wenyewe wanaingia wivu na husda kwa uzuri wa huu Uislamu. Watu wa bid'a, hivi kweli dini hii haiwatoshi mpaka mtu haribie kila siku na Uislamu huu umekamilika? Kwa nukta hii, katika watu ambao watakiwa wasakamwe, waambie kwamba Uislamu umekamilika, Uislamu umekusanya kila jambo. Kama kuna watu wanatakiwa wasakamwe hapa, ni ahlul bid'a, ni hawa wazushi, ndio wenye kuuchafua Uislamu wetu ukaonekana ni dini ya kupangwa mezani kama yalivyo baadhi ya madhehebu ya kikafiri. Wazushi wamepoteza mwelekeo. Dini yao msingi wake ni rai na maoni. Mtu akiwa na rai nzuri leo atafanya hivi, wakija wengine baada yake watafanya jingine, kwa sababu hawana msingi wa dalili. Hizi takhtimat, kila siku natoa mfano, hizi khitma hizi, wakati wa nyuma ilikuwa khitma hasa ni baada ya siku ya 3 ya kufariki mtu, kwenye 3 pale panapigwa khitma ya sawa sawa. Leo mashaikh wa bid'a wamegeuza kutokana na watu wako busy, watu wanahitimisha siku ile ile. Ni kwa sababu watu hawana msingi. Leo tuhitimisha, tumalize leo. Watu wamekuwa busy, kwa hiyo tumalizeni. Kwa hiyo zile 3 zilikuwa ni right, na leo wamegeuza, ni siku hiyo watu wahitimisha waondoka. Mabadiliko haya ni kwa sababu hawana mafundisho ya kuwathibitisha. Leo wanahitimisha siku ya kwanza, itafikia mahali watahitimishia kule makaburini. Nyie subirini tu, na wale utaliwa kule kule, kwa sababu wanakwenda na watu walivyo, hawana mafundisho. Sikwambii mambo mengine ya kibid'a yenye kuzuka. Haya maulidi kila siku yanachukua sura mpya. Leo si maulidi tena, leo ni muziki, qasaid. Kama mfuatilia qasaid za kina Kulthum, za kina wale Nasi al-Ajram, za kina Tamir Husni, ndio zenye kuimbwa katika maulidi. Kasida za wanamuziki wametoka, wanaendelea kuhama, mpaka baadhi ya mashehe zao waona pana tatizo hapa, wanazungumza na wamezungumza na watu wamewachukia kwamba kuna walaki. Sisi tunaodai tunampenda mtume kwa utaratibu huu, kuna walaki. Basi haya ni machache katika kuzungumzia msingi huu, na nimearefusha maneno. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe kuyazungumza yatakayofuata, na Allah wafungulie waislamu wenzangu waelewe neema ya Uislamu, na wale waliokuwa nje ya Uislamu waone uzuri wa dini hii na waingie katika Uislamu, wasilimu makundi waje katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu. Ilikuwa leo tuzungumze nukta 2, imeshindikana, nukta imezungumzwa moja. Insha Allah ta'ala zipatikana fursa, tutaendelea na mengine katika mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo. Aqulu qawli hadha billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqimis salat.